ukiwa na agano na Mungu ya kwamba kumbe kwenye utumishi kufanya interview, watakufungulia mlango kile ambacho anatumia kukutesa. Hatuwezi kana mzao amekataa kuokoka, haiwezekani bwana. Natangaza kwa ploti ya kwenu, neema unayotumikia ikutumikie kwa ploti. Ujumbe ambao tunauzungumzia kwa wiki hii unaitwa kukutana na Mungu. Kukutana na nani? Na Mungu. Marekani inaenda kukutana na mwezi, na ukumbuke aidha warudi salama ama wafe. Hiyo ni 50-50, na wamesaini kabisa. Kama ni kufa koredi, hawana shida, na wakifa jamii ya kwao zinalipwa. Tena wakifa bado wataacha sifa, walienda mwezini wakafa. Kuna jina watapewa, jina la heshima sana, watatolewa kwa vitabu na vitabu vitauzwa, t-shirt itatolewa, mitandio kina mama, kalenda watu watanunua, mpaka viatu, sura za wajamaa zitatolewa. Kama nyoka anatolewa picha yake nyoka, kuna viatu za nyoka. Hujaona mtu amevaa viatu iko na nini ya nyoka kabisa, mpaka nguo, na anasikia kwa comfortable kabisa, hana shida, na amekosa kujua kwamba tayari ameingia katika maagano, ameingia kwenye mapatano kuzimu. Sema mina. Wanapoenda kukutana na mwezi, kuna kile wanataka. Na leo tunapokutana na Mungu, kuna kitu tumekuja kutaka kwa Bwana, na lazima Mungu atapeana, lazima atapeana. Sema haleluya. Tunapoongea habari ya kukutana na Mungu, ni kumaanisha kuna kukutana na watu, kumaanisha kuna kukutana na wanyama, kumaanisha kuna kukutana na wadudu. Ujaisikia mtu anasema nilienda Garissa nikakutana na nzige sijawahi ona. Ujaona mtu anasema nilienda Meru nikakutana na mira, alikutana na mira, hajawahi ona mashamba mira. Ujaona mtu anasema nimeenda Kericho nimekutana na kahawa. Jamani, nitamani nijenge boma pale lakini sina shamba. Kila mahali ni green, hewa safi. Alikutana na nini? Kahawa, lakini makosa hana hata hiyo kahawa kwa nyumba yake, hata kunywa chai ya kahawa. Watu wameenda Kericho wakakutana na ndovu, lakini hajabadilisha maisha ya ndovu. Kwa hivyo tunaposema kukutana na Mungu wa mbinguni, ni kuonyesha kwamba kuna vitu vinapatikana ndani ya Mungu visivyopatikana mahali popote pale. Tutakutana na watu hawatabadilisha maisha yetu. Utakutana na wanasiasa hawatabadilisha maisha yako. Utakutana na watu mashuhuri sana, huenda sibadilishe maisha yako. Lakini Mungu tunapokutana naye, maisha yetu lazima tabadilika. Sema haleluya. Hakuna aliyekutana na Bwana akabaki mtu wa kawaida. Nani angebadilisha Jemima hapa? Tusiende mbali, wengine ni wageni kwa Jemima, watu wa Nairobi msimjua. Huyu alikuwa malaya mkubwa sana Nairobi. Huyu Mwatate, huyu anakaa na bwana yako, alafu ukimgusa anakutandika. Ukienda polisi unawekwa ndani, alafu Jemima anarudi. Jemima hakujua kuvaa rinda, alijua kuvaa vinyasa. Alijua kuvaa nini? Vinyasa. Lakini Mungu wa mbinguni wa majeshi, Yesu Kristo, alipokutana na Jemima, historia ilibadilika. Maana wokovu si wa watu wazuri. Wokovu ni watu ambao wamekosa value, watu wasiokuwa na maana, watu ambao wamekataliwa, watu wenye sifa mbaya, watu wanaonekana hata, yani mtu ambaye hata ikisemekana amekuja kwako, tayari kuna watu wanaanza kukusema, watu wenye sifa mbaya. Hao ndio Mungu wa majeshi alituma Yesu kwa sababu yao. Sema amina. Jemima akiokoka, ni duka liliibiwa pale Singila, na akaambiwa hapa Mwatate Pentecostal kuna maombi yanaendeleaga, kuna kijana hapa anaombeaga watu. Akija hakukuja kuokoka. Jemima alikuja aombewe vitu vyake vipatikane. Alipokuja pale akakutana na Mungu. Cha kwanza Mungu akamwambia okoka. Cha pili akamuuliza ulienda kwa mganga? Akasema ndio. Mimi si kwamba kwenda kwa waganga ni kama ofisini kwetu, hata vile naongea niko na hirizi, niruhusu niende nyumbani nikulete. Nikamtuma akakimbia mpaka Singira akaleta mahirizi, nikapasua pale kanisani. Jemima unamuona hapa.
Jemima maisha ameisha kichonga miraa na kunywa pombe. Hakuwahi jenga hata kibanda cha miguu 10, hata kibanda, hata baiskeli hakuwa. Lakini alipookoka tu Jemima akanua plot, Jemima akajenga kwake, Jemima akawa na boma. Sema haleluya. Mimi kiliokuwa Jemima alikutana na Mungu. Angekutana na watu wangemuua, angekutana na watu wangemvunja moyo, lakini alipokuja kanisani akakutana na mwanaume Yesu wa Nazareti aliye hai. Alipoongea akaisikia sauti ya Bwana, akasarenda, akaokoka. Natangaza leo, wale wako tayari kukutana na Bwana, Mungu atakutana na maisha yako. Sema haleluya. Huyu hapa simsemi akiwa mbali, huyu ni living testimony. Huyu msichana huyu living, anakutusi kuanzia kwa ukucha mpaka kwa kichwa, na haogopi ajui mwanaume wala mwanamke, na havai skati, havai skati wala rinda, vinyasa na tumbo kati. Hako hapa. Huyo ndiye tunapokutana naye anageuza historia. Sikia hii. Tunaposema kukutana na Mungu ni kusema hivi: unapokutana na Mungu na Mungu anakutana na wewe. Unapokutana na Mungu na Mungu anakutana na wewe. Maana tunapokutana na wanadamu pia wanakutana na sisi. Unanielewa? Tunapokutana na mnyama pia amekutana na wewe. Na mnapopitana na mnyama, basi ni kumnao umepitana na mnyama, amepitana na wewe. Sema amina. Naomba leo kwenye mkutano huu, before Jumapili, naomba watu 3 ama 2 peke yake wale wako tayari wakutane na Bwana wa mabwana aliyeziumba mbingu na nchi. Maana akikutana na wao, maisha yao hayatabaki ya kawaida. Maisha yao yatabadilika. Ndoa yako itabadilika, nyumba yako itabadilika, maono yatabadilika, watoto watabadilika. Sema haleluya. Ambia mtu kukutana na Mungu. Ni ombi langu sikutane na watu kwa mkutano. Nataka kukutana na Mungu mwenyewe, katika jina la Bwana majeshi aliye hai. Asante Roho Mtakatifu. Kitabu cha Mwanzo. Yakobo akashika njia yake na malaika wa Bwana wa Mungu akakutana naye. Hebu mwingine anisomee yake. Yakobo akashika njia yake na malaika wa Mungu wakakutana naye. Naye Yakobo alipowaona alisema, hili ni jeshi la Mungu. Akapaita mahali pale Mahanaimu. Amina. Achia hapo mtumishi wa Bwana. Maandiko yanasema Yakobo akashika njia na malaika wa Bwana wakakutana naye. Na Yakobo alipoona alisema hili ni jeshi la Mungu. Akapaita mahali pale Mahanaimu. Yakobo tunafahamu ya kwamba ni mtoto wa mzee Isaka, na tunafahamu ya kwamba Yakobo wamezaliwa watoto 2 mapacha, na tunafahamu ya kwamba hawakuachana kwa uzuri. Wale watoto mapacha waliachana kwa ubaya, lakini ubaya huo ndani kulikuwa na mkono wa Mungu. Maana kabla hawajazaliwa, mama yao alichelewa kuzaa, akapitisha muda wa kuzaa. Maandiko yanasema Isaka akaamua kwenda madhabahuni kumuuliza Bwana akutane na Mungu. Wacha niweke, akaamua kwenda kukutana na Mungu pia kwenye madhabahu. Akamuuliza Mungu, mbona huyu mama amechelewa kupata mtoto? Ikiwa ni hili yanifaa nini kuishi, basi si heri kufa kuliko kuishi. Mungu akamwambia Isaka, inuka, maliza maombi. Mke wako ako na mapacha, kuna watoto 2 ndani, na mkubwa atamtumikia mdogo, mdogo atakuwa taifa kubwa.
Sema amina. Na hawa watafarakana tangu wakiwa tumboni. Na Yakobo alipoinuka akaenda nyumbani. Isaka alipoinuka akaenda nyumbani. Alipoenda nyumbani akamweleza mke wake Rebeka vile Bwana amesema ya kwamba mama utazaa, lakini matokeo ni kwamba watoto hawa watakosana tangu tumboni. Na nimeambia tena ya kwamba firstborn atakuwa mtumwa wa secondborn, secondborn atakuwa kiongozi wa firstborn. Rebeka akahifadhi haya maneno, lakini Isaka ni kama alisahau. Kukaenda vile kulienda, Isaka akaanza kuzeeka. Alipoanza kuzeeka, macho yakakosa nguvu ya kuona. Na ikafika wakati sasa lile neno ambalo alilisema linatakana sasa litimie. Hapo ndipo chanzo chake. Maana watoto washazaliwa wakati Isaka nazeeka. Kwa hivyo anataka achilie urithi kwa mtoto ambaye atafurahisha moyo wake. Na Isaka akasawia kwamba Bwana amesema katika maandiko, yeye haoni vile mwanadamu anaona. Hatazami urefu, hatazami kimo wala unono, anatazama moyo. Sema amina. Na walipokuwa naishi watoto hao, Isaka alipenda Esau kwa sababu alikuwa ni mwindaji. Kwa hivyo angefanya mzee akakula akashiba. Lakini maandiko yanasema kwamba Yakobo alikuwa anashinda hemani. Kazi yake ilikuwa ni kushinda hemani. Lakini Esau alikuwa mwindaji. Basi akatumwa aenda lete mawindo mazuri, baba ale ashibe, abariki mtoto. Mama akasikia na mama akakumbuka. Mama alipokumbuka akaingilia kati akamwambia, mwanangu, hapana. Sikiza, urithi ni wako, si wa Esau. Baba yako anataka kuondoka na ataka achilie baraka. Na kutuma kachukue mwanambuzi ama ndama, mchinje, nitengeneze, nimpatie akule ashibe, akubariki. Yakobo akamwambia, hapana, la mama. Baba anajua sauti yangu mimi, na anajua ngozi ya ndugu yangu ako na malaika, ako na manyoya. Yani alikuwa na manyoya. Kuna watu uzaliwa kwa na manyoya mengi sana kwa mikono mpaka kwa miguu. Sema amina. Akasema, najua mwili wangu akinigusa aone kama si Esau, si itakuwa laana badala ya baraka. Mama akamwambia, laana hiyo na iwe juu yangu. Maana mama alijua kwamba laana isiyo na sababu haiwezi kumpata mtu katika jina la Bwana. Hata watu wafunge na kuomba kwa sababu ya maisha yako kinyume na wewe, maombi yao yatageuza kuwa baraka. Hayawezi akakudhuru katika jina la Bwana. Atafanye maandamano laaniwe. Laana lazima na loophole ya kupitia bila sababu iweze kushika mtu, asikudanganye mtu. Hata kama anaweza omba moto ukashuka kutoka mbinguni, hata kama breakfast anakunywa mbinguni, lunch anakula duniani, supper anakula mbinguni, akilala asubuhi anakunywa chai akirudi, hawezi kukulani. Mwambie mtu hawezi kunilani. Mwambie hawezi nilani. Usiwaitisha na mtu kwamba nakutamkia mabaya. Baraka yako inatoka mikononi mwa Bwana. Alichobariki Bwana hakuna wakulani, na alichoinua Bwana hakuna kushusha. Sema haleluya. Agano lako na Bwana ni Bwana anajua. Wanadamu hawajui mlipatana wapi na Mungu. Mama akamwambia, laana na iwe juu yangu. Sema kukutana na Mungu. Watu waliokutana na Mungu wa mbinguni si waoga, ni wajasiri. Ambe mtu ni wajasiri. Maana Isaka kukutana na Mungu kwa madhabahu ni Rebeka bado alikutana, kwa sababu kilichompeleka kanisani ni Rebeka. Kama si mimi Rebeka hangeenda kanisani kuomba. Kwa hivyo wakati alipoenda kwa madhabahu kukutana na Bwana, kwa sababu tatizo la mke wake, tayari mama alienda naye kiroho. Mama alienda naye kiroho. Nikiwa hapa niko na maombi ya Pastor Agnes yako nyumba yangu. Niko na backup ya Pastor Agnes. Sema amina. Watu akipona hapa akiwa Nairobi ana sababu kumshukuru Bwana ya kwamba Bwana umejipatia utukufu kwa sababu tulienda na wewe. Elisha akamwambia Gehazi, kwani siku roho yangu haikuenda na wewe?
roho yangu silienda na wewe. Sema haleluya, sema haleluya. Roho yangu ilienda na wewe. Kwa hivyo ya Isaka, roho ya Rebeka ilienda naye kanisani kwenda kuomba. Katika jina la Bwana. Kuna watu leo roho yangu itaenda na wao katika maombi, itaenda nao katika maombi. Kuna watu leo hata kama imani yako inakataa, imani yangu ni kwamba lazima utafunguliwa, imani yangu ni kwamba lazima watu watapona, lazima watu watabarikiwa, lazima watu wataokoka. Sema haleluya. Mama akamwambia, laana na iwe juu yangu mwanangu. Yakobo kila alihitaji kufanya ni kutii alichoambiwa na mzazi. Na wewe wakati mchungaji amesimama kwa madhabahu akiwa na kukutanisha na Mungu wa mbinguni, chochote anaongea usiangalie background umetoka. Akikwambia mwanangu umebarikiwa, usiangalie ulilala njaa jana. Akikwambia mwanangu utajenga, amini kile Reverend Ibrahim anakuambia kama mwana haya madhabahu. Sema haleluya. Wakati mwingine watu wa imani huongea kama wenda wazimu, huongea ni kama akili hazifanyi, kumbe zinafanya. Ni vile utofauti ni kwamba wanaona kesho, unaona leo. Wanaona mita 200, unaona mita 10. Wanaona 10 mita, unaona 100 mita. Hamwezi endana. Wanaona 10 kilomita, unaona 100 mita. Na wanaona 10 kilomita, unaangalia 100 mita. Hamwezi mkafanana na watumishi, kwa sababu akona jicho la pili, na huyo ni Mungu amefanya hivyo. Sema haleluya. Na ndio maana wakati Gehazi anamwambia Elisha, Bwana tumeisha, Elisha akamwambia no, walio upande wetu ni wengi kuliko walio kinyume chetu, kwa sababu Elisha alijua ya kwamba watu waliokutana na Mungu aibu si sehemu yao. Hawafi kijinga, hawezi kufa kijinga, hawezi pigwa kijinga, hawezi wao kijinga, maana kuna mkono wa Bwana katika maisha yao. Natangaza leo wa mkono wa Bwana utakutetea mama, utatetea ndoa yako, utatetea biashara. Sema haleluya. Wakati ninaongea nguvu ya Mungu ingie Kambirapunda hospitalini, ingie kila ward ya Kambirapunda, ingie hata mochari ya Kambirapunda, ingie hata ICU ya Kambirapunda, ingie wodi za watoto za Kambirapunda, ingie kwa nyumba za watu Kambirapunda, iende soko zamani Kambirapunda, iende mpaka Singila, iende mpaka Majengo, iende mpaka Makitutu, iende mpaka Manganga, mpaka Kipusi inafika. Maana Bwana amesema atakutana na watu wake leo, atakutana na watu ambao wamekuja kukutana na yeye. Sema mina. Ninaijua mbingu naitumikia, si mbingu ya kuchonga. Ninaijua mbingu naitumikia, sina mashaka nayo, naiamini 100%. Akiongea Bwana mabwana, hakuna mwanadamu anaweza kataa. Bwana akisema utapona tu. Hakuna compromise na shetani. Mungu akisema atakubariki tu. Sema haleluya. Nikiwa naishi kwa mama Eunice Mamlamba, baba yetu Mwakera akona mkaza mwana anaitwa Riziki. Riziki tulijuana akiwa pia mpangaji wa mama Eunice Mamlamba. Alikuwa mpangaji hapo. Akiwa ametoka Mombasa amekuja attachment kwa DC, nafikiri. Kwa DC. Wanafanya kazi kwa DC hapo. Asante baba Mkete. Mke wa Daudi, Mr. Daudi wa mama Pastor Eunice Mamlamba, ni kama walikuwa marafiki na Riziki. Riziki akafunguka akamwelezea ya kwamba yeye hajaandikwa, ni akutua hapo kwa attachment, lakini anataka kazi, hata akimaliza apate kazi. Na akamwambia Mungu angependa ambariki kazi mahali popote. Huyu akamwambia hakuna shida, kuna Elisha kwa hapa, nitakupeleka kwa Elisha ukakutane na Mungu. Sema ukakutane na Mungu. Akamleta Riziki, tukaongea. Akaniambia mimi naitwa Riziki, nyumbani ni Mombasa, kwa hivi kwa vile, sasa nataka kazi. Nikamwambia Mungu ameniambia
atakutana na wewe leo, atakupatia kazi na atakupatia ndoa na atakupatia watoto, na kwenye mchanga wa Taita Taveta County utajenga boma, na kwenye mchanga wa Taita Taveta County utakuwa na wapangaji. Riziki alianza kulia. Right now ninavyozungumza na wewe ni mkaza mwana baba yetu Reverend Mokera ameolewa na kijana yake anaitwa Naftali Mchomba, ndiye mke wake. Cha pili wamejenga. Cha tatu wana biashara. Cha nne ameandikwa kazi ya permanent. Mungu aliyekutana na Isaka kanisani wakiwa na mke wake Rebeka, leo atakutana na wewe katika jina la Bwana. Sema haleluya. Ni miaka imeenda, lakini unabii anaotoa ngapi babangu? Wajukuu wangapi sasa? 3, na huu ni mwezi wa 4. Aya. Mtu atoke na mapacha 4 leo, wanaotaka watoto katika jina la Bwana. Sema haleluya. Nikikwambia najua mbingu naitumikia. Si mara ya kwanza Bwana kunituma kutana na watu, na akakutana na wao na akawapatia kile wanataka, na leo utapewa unachotaka. Mama akamwambia laana iwe juu yangu. Yakobo akaenda akaleta. Mama akachinja. Mama akachukua ngozi akafunika mtoto. Esau, Mungu akasababisha kuwe na delay. Kuna delay zingine si shetani analetaga, ni Mungu mwenyewe. Especially kwa watu ambao hawakutaki, itabidi Mungu achilie delay kwao. Hujaelewa? Sio kila delay ni ya uchawi, ni Mungu analeta. Mungu akaleta delay kwa nani? Kwa Esau. Esau akachelewa. Na hapa vitu vinapikwa. Yaani nyama ipikwa wapendo, itoe supu. Hiyo nyama inakuwaga imeiva na iko ready kuliwa. Kuna watu itabidi wachelewe mpaka ubarikiwe kwanza, mpaka Bwana kuinue kwanza, mpaka ujenge nyumba yako kwanza, mpaka unue gari yako kwanza. Haleluya. Kuchelewa kuko kwa aina nyingi. Kuna wengine wanachelewa kukufa, wasikufe haraka. Ubarikiwe kwanza, waone baraka zako. Wakifa wako na testimony kile Mungu amekutendea. Sema amina. Yakobo akapenda, Isaka akala. Isaka akatamka baraka kwa Yakobo. Akatamka baraka kwa Yakobo. Esau aliporudi, mzee kabla ya kula alipofika, amwambia mzee, supu ndio hii. Amka, mgosi, keti mgosi, kujivindu. Mgosi, keti mgosi, kuje vindo. Kuje vindo. Mwanapocha. Naona anajinyosha, na nikipofu aone anajinyosha. Mzee akaamka akakaa, kala, akashiba, akatamka baraka. Ndiye sawa natokea. Mgosi, leo digidigi sijui walikuwa na remote ya kukimbia, hata sielewi kumeendaje leo. Kijana amechoka. Akamwambia vipi, na nimesha kula umenipata? Hapana, sio mimi. Kwani nani alileta hapa? Akasema wewe sio mimi. Ni kweli Yakobo aliposikia, Isaka aliposikia alisema sauti ni Yakobo, lakini ngozi ni Esau. Naomba Mungu alete confusion juu ya maadui. Natangaza confusion kwa watu ambao wametega mitego yao, wametega madawa yao, wametega mitego mbalimbali, wanasema maisha yako. Natangaza confusion. Utapita katikati yao, lakini hawatakuona katika jina la Bwana. Sema haleluya. Naomba Mungu atumane confusion kwa vikao za watu ambao wanachuki na wewe. Confusion kwa mapepo na mashetani. Na kila anayekuombea mabaya, natangaza confusion kwake.
ya kwamba akipiga magoti badala kulani ataanza kutamka baraka. Sema haleluya. Wakati anatamka laana, anasikia anasema Bwana apatie mashamba, Bwana ampatie magari, aishi maisha marefu, Bwana asomeshe watoto mpaka university. Sijasikia kelele za washindi Bwana. Hii ni revival. Wewe unajua revival, lakini unajua revival. Nimehubiri Mwatate wa mama kazalia njiani. Nimehubiri Mwatate wa mama kazalia kanisani. Mwatate, tunaomba kelele yako izalishe mtu Kambira Pundo hospitalini kwa damu ya mwana kondoo. Natangaza leo, hey! 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 Wameandaa makasi, wameandaa huyo mama end operation. Mungu analeta confusion kwa madaktari, kufunga na kufumbua. Mama amezaa salama, wanaitiwa mtoto peke yake. Natangaza sio kesho, ni leo. Natangaza leo, sio kesho. Sema power. Mzee akasema sauti ni Yakobo, lakini ngozi ni Esau. Mzee akala. Asante Elogimu. Mungu akulishe mema ya mbinguni. Mungu akuandalie meza. Daudi akasema Bwana ataandaa meza machoni pa watesi. Tunaona anaandaa meza ya baraka kwa Yakobo, Esau akiwa amechelewa. Naomba Esau maisha yako achelewe mahali, wakati Bwana anaandaa meza ya baraka yako. Meza baraka, meza baraka yako. Sema power. Nataka ubadilishe mtazamo. Usiangalie ufastiboni wa damu na nyama. Nataka uangalie ufastiboni wa kiroho, ya kwamba kuna watu waliokoka zamani yako. Wewe ni second born katika wokovu. Mungu afanye kitu ambacho hawakutarajia kwenye maisha yako. Sema haleluya. Maana ukiangalia ufastiboni wa physically, ukosi kuangalia spiritually, kuna kitu utakosa. Lakini ukiangalia kwenye mrengo mwingine, utakutana na baraka ya Mungu. Mzee akala. Maana Isaka alikutana na Mungu kanisani akiwa naomba kwa sababu ya mke wake. Naomba kwa haya madhabahu. By the way dad, congratulations. Madhabahu iko nzuri, inapendeza mama. Hongera sana. Iko smart. Madhabahu iko smart. Mungu akubariki baraka smart. Haipendezi wapendo? Usiongee kitu kizuri kama mtu hayuko, wala mtu mpatie akiwa hai. Isaka alipomaliza, Esau anaingia, anapata baraka zimeenda. Ndio maana hapo mahali ndio tukuje kwa mstari ujue mahali safari ilianzia. Sema amina. Baada ya hiyo nyongo ikapanda kwa Esau. Kitabu cha Ibrania ama maandiko kadha wa kadha anasema hivi: nimemchukia Esau bali Yakobo nimempenda. Biblia inasema hivyo, nimemchukia Esau nimempenda nani? Alafu leo unasimama na ujasiri na Biblia. Usio mwizi kama Yakobo. Yakobo alikuwa, ulisoma Bible gani? Si unipatie mstari. Yakobo mwizi, aliiba. Watu wanakemea roho yako. Wewe ndio ukemee roho ya kutojua kile Mungu alifanya. Narudia tena. Warumi 9:13 kama ilivyoandikwa, nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia.
Hiyo ni Bible. Alafu unasema usimwizi kama Yakobo alibia ndugu yake. Wewe ukemee roho ya kubadilisha maandiko. Bible inasema kitabu cha Isaya hivi, ni nani anaweza kumshauri Roho Mtakatifu? Hakuna advice of Holy Spirit. Biblia inauliza nani anaweza kumshauri Roho Mtakatifu? Petero naye akasemaje? Biblia haikuandikwa ama neno la Mungu halikuandikwa litafsiriwe ama lifafanuliwe vile watu wanataka, bali vile Roho Mtakatifu anataka, si vile watu wanataka. Kwa hivyo huyu mtu wa Mungu hakuiba. Leo naomba ukikutana na Mungu, kumbe kuna kupendwa. Yakobo anakutana na Mungu akiwa tumboni. Sema akiwa tumboni. Akiwa kwa tumbo anakutana na Mungu akiwa tumboni. Anazaliwa kama tayari amekutana na Bwana, na Bwana ameachilia baraka juu yake. Naomba Bwana akutane nawe peke yako. Peke yako, peke yako. Peke yako, peke yako. Hata ibada ya leo Pastor Grace, Mungu akutane nawe mama, peke yako. Peke yako, peke yako. Sema power. Yaani Mungu akitaka kutana na mimi kwa madhabahu hii, akutana na mimi kama mimi, si kama watu hapana, kama mimi hapa. Sema haleluya. Wamo tumboni wote wawili, lakini mmoja anakutana na Mungu kwa tumbo, na Mungu anaachilia baraka juu yake. Tumo kanisani wote, lakini kuna mtu leo atakutana na Bwana kwenye tumbo la ibada. Kwenye tumbo la ibada, wapendwa, kwenye tumbo la ibada. Tingisha mtu, mwambie ndio, 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 ndio. Tingisha, mwambie ndio. Sema ndio. Baba, wacha nihubiri, unaniruhusu kutembea? Asante. Asante. Amenitoa prison. Baba amenitoa prison. Sema amina. Walikuwa tumboni wawili. Sorry. Yaani muko kwa ibada nyote. Asante Baba. Mungu akubariki sana. Mimi nafikiriaga ni mimi peke yangu. Najikutaka nimeruka huko, nimeenda kazi ya Asha, niko jikoni. Kumbe niko na wewe. Asante Baba. Mtoto wa nyoka ni nyoka tu. Kwa hivyo tulizaliwa na watu wenye speed hiyo. Kwa hivyo ukiniona jikoni usinihukumu. Unaona baba yangu? Sema amina. Wako tumboni wawili. Mko kwa ploti nyote, ploti moja. Wote mnaishi Singila. Wote mnaishi Majengo. Wote mnaishi Mwatunge. Mnakaa Kambira Punda, lakini Bwana anakuja kwa watu ambao wako tayari kukutana na yeye. Mungu akuja kwa watu ambao wako tayari leo wakutane naye. Sema haleluya. Natangaza leo Mungu akutane na watu. Natangaza leo Bwana akutane na watu. Natangaza wiki hii huduma yako akutane nayo. Biashara yako akutane nayo. Watoto wako akutane nao. Sema power. Wivu nilio nao ni kwamba kufika Jumapili hatuna mahali pa kuweka watu. Hii ni introduction inafanya. Ngojea kesho na Jumapili utaona maandamano kwa hii barabara. Nini? Maandamano. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Maandamano matakatifu. Sema maandamano matakatifu. Hebu geukia mtu, mwambie maandamano matakatifu. Si jenzi wanajuana. Si jenzi wanajuana. Sasa hizi ni maandamano matakatifu ya kuchukua kukutana na Mungu. Watu watakutana na Bwana Kambira Punda. Zamani paliitwa mwisho wa lami. Siku hizi hakuna mwisho wa lami. Lami imepita mpaka Tanzania. Na tangazo utapita pia. Biashara yako itapita. Ndoa yako itainuka. Sema haleluya. Wapi kelele ya washindi jamani? Yaani naomba Roho wa Bwana akuje kwa maisha yako tofauti na vile anakujaga. Ninaomba mkutano kufikia Jumapili, ukianza wiki next week, kuna watu kikutana na wao wana divert njia wenyewe. Unashindwa kwa nini? Wanakuogopa wenyewe kwa sababu
Sauli alipokutana na kikundi cha manabii, Sauli baada ya kupakwa mafuta na Samueli, alipokutana na kikundi cha manabii, alibadilishwa akawa mtu mwingine na akaanza kutabiri kama wao. Maana alikuwa ameambiwa mapema, utakutana na timu ya manabii na utabadilisha kuwa mtu mwingine na utaanza kutabiri na wao. Na wewe pia nakutuma, utatabiria watu kwa ploti, ukatabiria watu Kambira Punda, ukatabiria watu Taveta. Kuna watu watapona kwa sababu ya maombi yako. Kuna watu watakombolewa kwa ajili ya maombi yako. Kuna watu watabarikiwa kwa sababu ya maombi yako. Sema power. Inabidi Mungu anyang'anye watu wengine vitu mwatata kupatie, maana wanavitumia vibaya. Na Bwana akikupatia wewe, utamwabudu na mali yako, utamtumikia na mali yako, utamwabudu na mali yako, utasimama na kazi yake. Sema haleluya. Patie watano high five, waambie nimekuja kukutana na Mungu. Mwambie nimekuja kukutana na Mungu. Patie mtu high five. Mwambie nimekuja kukutana na Mungu. Sema power. Hata watu wa vyombo wanasema wanataka kukutana na Bwana. Watu wa media wakutane na Bwana. Wachungaji walio hapa wakutane na Bwana. Sema haleluya. Yaani ukikutana na Mungu, adui zako watajitokelezea wenyewe. Yaani Yakobo hakujua Esau ni adui, ni vile walivyokutana na nani? Na Mungu. Hapo ndipo alijua Esau ni adui, kumbe si brother, ni adui. Tofauti ni kwamba Yakobo amekutana na nani? Na Mungu akiwa tumboni kwa mama yake, na baba yao amekutana na Mungu akiwa wapi? Kwa madhabahu. Mimi naomba usikutane na watu wa sonyo, usikutane na wambea wa sabasi. Naomba ukutane na nguvu za Bwana, upako Roho Mtakatifu, upako miujiza, upako kimitume, neema ya Bwana. Watangaza neema ya Bwana. Sema haleluya. Hebu mpatie high five, mwambie kutana na Mungu unapoketi. Muulize, uko ready kukutana na Mungu? Ama nataka kukutana na Karimanzira? Kuna watu wanatafuta nafasi kukutana na mzee wa mtaa. Mimi nimekuja nikuambie, mzee wa mtaa usimsumbue tafadhali. Wachana mzee, watu apumzike. Usikutane na kiongozi wa sungusungu tafadhali. Nataka kukutana na Bwana wa mabwana. Maana ukikutana naye atatafsiri moyo wako, atatafsiri ndoa yako, atatafsiri maisha yako, atatafsiri maono yako, atatafsiri kilio chako. Sema haleluya. Nyongo ikapanda. Nyongo ilipopanda, vita vikatokea. Mama Rebeka akasema hivi, Yakobo njoo, badala nifiriwe na watoto wawili wote, fanya hivi, nenda kwa mjomba, kimbia kwa Moabu, nenda kwa Moabu. Sema nenda kwa Moabu. Mwambie nenda kwa Moabu. Mama alijua Moabu wa Yakobo ako sawa. Watu waliokutana na Mungu hawafanyagi vitu bahati mbaya. Chochote wanachofanya wanapata direction kutoka mbinguni. Mbingu ina wa guide, mbingu ina wa advise vile wanapaswa kufanya. Mama Mungu aliyekutana na Yakobo kwa tumbo anaongea ndani ya mama. Nenda kwa Moabu. Moabu wala mjui Kitaita ni mjomba, nenda kwa mjomba. Maana ya Moabu ni mjomba. Nenda kwa mjomba kakae huko. Yakobo akatoka akaenda wapi? Kwa Moabu. Oh, asante Roho Mtakatifu. Alipofika kwa Moabu,
vile vitu ambavyo Isaka aliviongea vikaanza kujimanifest. Manifestation ikaanza, vikaanza kujidhihirisha, vikaanza kujifunua. Akiwa wapi? Ujombani. Kumbe ukikutana na Mungu inabidi kipindi kingine akutenge, akufiche mahali kwanza, akubariki, akuinue, alafu akikuleta mbele yao tayari uko juu, hauko chini. Ai. Hey! Hey! Natangaza Bwana akufiche. Hey! Kumbe wakati mwingine shida zingine huwa zinatokea ni Mungu anakuficha. Na hakufichi kwa sababu wewe ni muoga. Anataka kubariki kwanza, anataka kuinue kwanza, anataka kukabidhi baraka yako, anataka kutambulisha wewe ni nani, ujue haki yako, ujue baraka zako. Ukitokelezea wataimba wenyewe, wataimba wenyewe. Nimeuona mimi mkono wa Bwana, nimeuona. Vijana spidi sana, twende kwa naimba kama 7. Haya, nimeuona mimi mkono wa Bwana, nimeuona mimi mkono wa Bwana, nimeuona mimi mkono wa Bwana, nimeuona mkono ukiinua, nimeuona mkono unabariki, nimeuona mimi mkono wa Bwana, nimeiona mimi neema ya Bwana, nimeiona neema ikinyeshea. Hey! Kuna watu wataimba, kuna watu wataimba wapendwa, kuna watu wataimba. Natangaza wimbo wa baraka yako, atangaza wimbo wa ushindi wa mtu, atangaza wimbo wa kupona kwako. Sema haleluya. Kuna watu wataimba, kuna watu wataimba. Wakati naongea ninaisikia nguvu ya Mungu wa mbinguni kwa madhabahu, naisikia nguvu ya Roho Mtakatifu ikabadilisha maisha ya watu. Naisikia nguvu ya Roho Mtakatifu ikiwa kwenye madhabahu. Ninahisi nguvu ya Mungu ikiwa kazini katika jina la Yesu. Ninahisi Roho Mtakatifu akiwa kazini. Naomba ukuta wa mtu uwe speaker, naomba kiti cha mtu kiwe speaker, meza ziwe speaker. Wataisikia sauti ya Bwana, wataisikia sauti ya Bwana. Natangaza leo, aliyepangiwa kifo, roho ya kifo itamwachilia. Aliyepangiwa kufa, tunapangua matanga, tunapangua matanga. Aliyepangiwa mauti, tunapangua mauti yao, tunaondoa mauti yote. Aliyepangiwa ajali, tunapangua ajali, tunakataa kuna ajali. Sema power. Wasahili Yesu. Keti, keti, keti. Keti ukutane na Bwana. Yakobo akakimbia. Kumbe sometime Mungu anaweza akasababisha kutokea mchafuko, iwe ofisini, iwe kwa majirani, iwe kwa familia. Maana kuna mtu kati yao amekutana na Bwana, na Bwana anataka kumtofautisha na wao, na ili atofautishe lazima kutokee changamoto fulani. Baadaye Yakobo atatokelezea, Yakobo atatokelezea, Yakobo katokelezea, Yakobo katokelezea, Yakobo atokelezea. Adonai na kuabudu. Wewe ni Mungu wa mbinguni. Ninahisi nguvu yako kama radi, kama baruti inavyopasua miamba. Mungu leo baruti ikikutana na mwamba inapasua mwamba.
kampuni zinatengeneza sementi, maana mwamba umepasuka. Radi ikikutana transformer za Kenya Power, Kenya Power wanapata hasara, maana radi imekutana na transformer, watu wanapata hasara. Waliweka vyakula kwa friji, inasemekana hakuna stima, maana transformer imepasuka. Leo naomba Bwana kutane na wewe. Transformer za wachawi na waganga lazima nitazipasua leo. Baba atapasua transformer za kansa, transformer malaria, transformer kisukari, transformer kisukari, transformer pressure, transformer pressure, transformer pressure itapasuka leo. Watangaza Bwana atapasua. Watangaza Bwana atapasua. Transformer ya utasa, transformer ya madeni lazima itapasuka leo. Watangaza itapasuka. Sema power. Naenda kiroho kwa nyumba yako. Kunguni wasikii dawa, watapasuka leo. Mfalme wa kunguni huyo, mfalme wa komba mwiko. Komba mwiko ni roho ya magonjwa. Komba mwiko ni umaskini. Komba mwiko ni magonjwa. Komba mwiko ni madeni. Itapasuka leo. Bwana atapasua leo. Bwana atapasua leo. Watangaza radi ya Bwana. Watangaza radi ya Bwana. Watangaza radi ya Bwana. Watangaza radi ya Bwana. Itapasua leo. Itapasua leo. Roho ya azari, zio wazazi wetu, zio ndugu zetu, tunapasua leo. Sema power. Huyu aliyekamata kipawa cha mtu, aliyekamata maombi yako, nani alimruhusu huyo? Huyu alikamata maombi ni nani? Ataniambia leo. Leo ataniambia. Atakutana na Bwana. Atakutana na David Murwa. Atakutana na Mungu wa David Murwa. Atakutana na Mungu wa Apostle Murwa. Atakutana na Jehova wa Apostle Murwa. Anatembea, anatembea. Bwana anatembea mwenyewe. Atatembea Bwana. Shalalalalala. La mama mama mama. Le 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 le. La 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 la. Salala. Le la la. Le le le. Hata kama kwenu ni chungaunga, kwenu ni kwa Kere Kamtonga, kwenu ni kule Kireti porini, hata kama ni Beruga, hata kama ni Manoa, hata kama ni Taveta, tutaenda kiroho. Tutaenda kiroho. Maana tuko na Mungu wa dunia yote. Mungu wa dunia yote. Tuko na Bwana dunia yote. Atakutana na wao. Madawa ya Wakamba, madawa ya Wataita, madawa ya Waluya, madawa yote, madawa ya Wakamba, madawa ya Waluya, tunakutana leo. Watakutana na Bwana. Watakutana na Bwana. Watakutana na Bwana. Watakutana na Bwana. Kwa damu ya mwana kondoo aliyeko hospitali. Nilipokuwa Bura Station, Bwana akakutana na mimi kwa madhabahu, akaniambia tangaza lami ya Taveta iwekwe. 2015 mwezi wa 5, Uhuru Muigai Kenyatta akiwa president wa Kenya, nikatangaza nikasema barabara ya Taveta mpaka Voi inawekwa lami. Bwana ongea na rais wa Kenya. Akaongea na rais wa Kenya, akaamuru barabara ya Taveta iwekwe lami. Haikuwekwa wakati wa Kenyatta, mwanzilishi wa taifa. Haikuwekwa wakati wa Moi, baada hata kama alikaa miaka 20 kwenye uongozi. Haikuwekwa wakati wa Kibaki. Lakini wakati wa Uhuru Muigai Kenyatta, Bwana akakutana na mimi Bura Station kwa madhabahu. Na kuna siku nilialikwa crusade Taveta, tukaenda na Jones Mwaramu. Tulisimama kutoka Mwatate hapo junction mpaka Taveta bila kuketi. Tulipofika
Yaani huwezi jua sura ya mtu ni mweusi ama ni mweupe. Tumekuwa poda. Na nikiwa kwa madhabahu ya Reverend Frank Mumari wa Praise Center, nikatangaza ya kwamba Taveta nitakukujia na lami. Hii vumbi sitakunywa tena. Na nikasema hili kanisa ni la mabati, nimelibadilisha kuwa la ghorofa. Wale walikuwa kwa mkutano wanakumbuka. Na karibu yake kulikuwa na bar inaitwa Makuti Bar. Nikatangaza nikimaliza mkutano Makuti Bar na ishike moto. Tulipomaliza mkutano, stima zikalipuka, Makuti Bar ikachomeka ikaisha. Praise Center chini ya Reverend Frank Mumari imejengwa ghorofa. Tena akona radio station. Kwenye huo mkutano tukiwa tunatoka hoteli twende tukule twende mkutano, accident ikafanyika mbele yetu. Gari moja ya shirika fulani ikagonga kijana fulani. Miss Jones alikuwa ni msichana ama ni kijana wa kiume? Alikuwa kijana, Pastor Maombe. Kijana akakata akiwa hapo hapo. Reverend Frank alipofika hapo kwa moyo wa huruma, akasimamisha gari, akawaambia hata kama ameenda muingizeni kwa gari niwasaidie kupeleka hospitali. Nikamwambia Reverend, hata kama anamwaga damu wacha tumkutanisha na Mungu. Akiwa hajaweka mochari, ana bleed kweli. Nikaweka mikono, usimshike, hujui hakuna ugonjwa gani. Hiyo nilikuja sikiza baadaye. Nikaweka mikono, kamwambia Bwana namkutanisha na amekutana na gari, amepigwa, ndio huyu anakufa. Mimi namkutanisha na wewe mwenye uzima, mpatia uzima, mauti muachilie. Tulipofika hospitalini, kijana anafungua macho. Kabla madaktari wampatie kitanda cha kumlaza, kijana anakaa, anaketi mwenyewe. Aya. Huyu aliyeuawa, wameua maono yako, wameua biashara, wameua bidii ndani yako ya kumtumikia Bwana. Vile unaomba leo sio kama zamani, vile unaimba leo sio kama zamani, unavyohubiri leo sio kama zamani. Nimetumwa na Bwana, nimetumwa kukuinua tena, nimetumwa kujamstati tena. Magari hujamstatiwa, nimekuja kujamstati watu. Natangaza leo kuna kitu Mungu anatenda, kuna watu wanafunguliwa, kuna kipawa cha mtu, kuna huduma inaachiliwa, kuna kipawa cha mtu, kuna ndoa inaachiliwa. Sema power. Huyo ni nani? Nani alimpa ruhusa kukamata anga yako ya maombi? Nani alimpa ruhusa huyo? Nani alimpa ruhusa akunyime bidii ya Morning Glory? Nani alimpa ruhusa akuondolee kia kusoma Biblia? Ulikuwa unasoma neno, wewe hauna moyo kusoma neno. Nimetumwa. Mruhusu Bwana akutane na wewe. Nimetumwa. Kuna watu Bwana anakutana nao. Kuna watu Bwana anakutana nao. Sema power. Watangaza moto. Viti vinawaka moto. Wakati nahubiri. Vinawaka moto viti. Vinawaka moto. Wakati naongea. Yeye Mungu aliyesema na samaki akamtapika Yona. Yona alikutana na Mungu akiwa ndani ya merikebu. Akasema nitupeni ndani ya maji mwende zenu. Kumbe si kwamba natupwa, nauli imeshakatwa. Stage atashukia, dereva ameshaambiwa, na dereva huyo ndiye mwenyewe gari. Dereva anaitwa Samaki. Samaki akaambiwa abiria ndio huyu, ukifika pwani utatemuka, utatapika yeye. Katika jina la Bwana. Samaki akaambiwa meza. Samaki akabeba Yona. Alipofika pwani ya Ninawi, Bwana wa majeshi akasema na samaki, akamtapika Yona pwani ya Ninawi. Mungu akutane na hali yako, aisemeshe hali yako.
Mimi siwezi kuisemesha. Mungu niliyebeba naongea ndani mwangu. Matatizo yaisikie sauti ya Bwana. Vidonda vya tumbo visikie sauti ya Bwana. Ugonjwa ulionao uisikie sauti ya Bwana. Kansa ulionayo, magonjwa ya kansa, magonjwa ya presha, wewe kukataliwa, isikie sauti ya Bwana. Itakuachilia leo. Itakuachilia leo. Itakuachilia leo. Hebu kaa kwa miguu yako. Mimi Roho Mungu anahudumia watu nikihubiri. Keti kwa miguu yako. Wewe bora ujiachilie tu. Mungu akutane na wewe leo. Mungu akutane na wewe leo. Umekutana na watu kakwazika. Wapendwa, tumekutana na watu wakakamata maisha yetu. Tumekutana na watu wakatuharibia hatima. Tumekutana na watu wakatuingiza kwenye majuto, kwenye maisha mashida. Tumekutana na watu, kuna watu uliwelea siri ya moyo wako ikawa ni vita kwako. Naomba Mungu akutane na wewe leo. Tumekutana na watu wakatuvunja moyo. Tumekutana na watu wakatukatia tamaa, wakatukatisha tamaa. Naomba Bwana akutane na wewe. Mungu akutane na moyo wako, maana akikutana nao utapona. Ataponya moyo wako, ataponya biashara, ataponya maisha yako. Sema haleluya. Nataka nishukuru Bwana kwa sababu ya watu ambao walikukataa. Walimpa Mungu nafasi akutane na wewe. Walimpa Mungu nafasi aongee kitu. Naomba kwa hii madhabahu ya Reverend Ibrahim, Mungu umemweka hapa. Mungu wa majeshi, mbona hukumtuma mahali pengine? Ulijua hapa kuna mtu atakutana na wewe. Wana wa madhabahu haya, inua haya maono, inua hili kanisa Bwana. Chochote kilifanywa katika madhabahu haya yasiwahi inuka, yasiwahi panuka. Wanakutana nacho leo, wanakutana nacho. Natangaza Bwana, wana wa madhabahu haya, wana wainue, wana wainue, wana wabariki Yesu. Atangaza Bwana, watumishi wa Mungu walio hapa, wachungaji walio hapa, mareferenti walio hapa, wanakutana na wao. Yesu, kutana na wao. Kutana na makanisa umewapatia. Kutana na watoto wa kiroho, makanisa umewapa kulea. Wachungaji wako hapa Bwana, wana viongozi makanisani, wana waimbaji makanisani, waombezi makanisani, ashas kanisani, walimu wa Sunday school kanisani, wanakwaya kanisani. Ninaomba Roho wa Bwana kutana na wao. Natangaza hii wiring inaiende. Hii wiring inaituma hii wiring ya kiroho, spiritual wiring naituma sasa. Naituma kwa bradako, naituma kwa mzazi, naituma kwa washirika wako mchungaji, naituma kwa watoto wako wa kiroho, naituma kwa kanisa la Bwana, naituma kwa boma ya kwenu, naituma kwa hiyo boma, naituma kwa familia, naituma kwa biashara za wateule, naituma Kambera Punda, naituma kwa hospitali, naituma kwa maboma, naituma nguvu ya Bwana. Moto umewaka. Atangaza moto umewaka. Atangaza moto umewaka. Atangaza moto umewaka. Moto umewaka. Moto umewaka leo. Siku 3 moto umewaka. Siku 3 moto umewaka. Ni moto ambao umewaka. Atangaza moto umewaka. Sema power. Baba, nakuabudu. Hujawahi kusoma moyo wa mtu kama kitabu. Soma huyu. Mengine ni mazito, hawezi elezea watu. Mengine ni mazito Bwana, akifungua mdomo anataka kuongea, ulimi unakuwa mzito, machozi yanajaa kwa uso wake. Mengine ni mazito Bwana, anasema hili ni nani atanielewa? Ni nani anaweza nipa nafasi anisikize nimwambie? Waliowatarajia wangemsaidia ndio walitumika kumuumiza moyo, walitumika kumkatisha tamaa, ndio walitumika Bwana kumchafulia jina. Mungu wa mbinguni, kutana na yeye Bwana, kutana na huyo mama
kutana na huyo baba, huyo msichana, kutana Bwana na huyo mwanamke, madamu anaishi ajafa. Mungu na majibu ya maisha yake, una suluhisho Bwana. Ninajua Emmanuel hata kuja kwangu hapa, watu wengine wangeulizwa, wangekataa, wangesema usiende kwa Ibrahimu, usiende. Lakini Mungu wa majeshi uliye mbinguni, uliyeita wakina Renard Bonke ndio ulimuita Reverend Ibrahim, uliyeita kina Moriseruro ndio uliita Reverend Ibrahim, uliyeita kina Archbishop Harrison Ng'ang'a ndio uliita Reverend Ibrahim, uliyeita kina Bishop Lai Mombasa, wakina Bishop Maura ndio uliita Reverend Ibrahim, uliyeita kina Bishop Eriki, uliyeita maskofu kina Itambo, uliyeita maskofu Kenya nzima na dunia, ndio ulimuita huyo mtumishi. Mungu, sema na watu wako, sema na watu wako, sema na watoto wake wa damu na wa kiroho, sema na watoto wake Bwana, sema na marafiki zake, sema na watu ambao Bwana majeshi amekuwa baraka kwao.